Naam, leo ni siku ya dunia ama Earth Day ambayo ni siku ya kimataifa inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 22 mwezi Aprili kwa lengo la kuhamasisha watu duniani kote kulinda mazingira na kutunza sayari. Ilianzishwa mwaka 1970 na tangu hapo imekuwa jukwaa muhimu la kuongeza uelewa kuhusu changamoto za mazingira kama vile mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa hewa na maji, ukataji miti ovyo na upotevu wa bioanuwai. Na tutazungumza kuhusiana na masuala ama wajibu wetu kama dunia katika kuhakikisha kwamba dunia inakuwa sehemu salama, na kauli mbiu ya mwaka huu ikizungumzia kuhusiana na nguvu yetu, sayari yetu, ama kwa kimombo wanasema our power, our planet. Na tunaye hapa Dr. Barwani Mshale ambaye ni mdau na mtaalamu wa masuala ya mazingira. Karibu sana Dr. Shukrani sana. Karibu sana Dr. Asante sana. Kwa kuanzia, siku hii ni siku ya namna gani kwa dunia? Kwa mwaka huu 2026 tuseme katika zama tulizopo, hii siku inakuwa ni siku ambayo inatukumbusha kwamba inabidi tutoke kwenye kuhamasishana na kupeana habari, kupeana elimu, lakini tufanye kwa vitendo, tulete mabadiliko kwa vitendo. Na kitu muhimu kabisa ni kwamba tuko katika zama ambazo tumetambua dunia haituhitaji sisi, sisi ndo tunaihitaji dunia. Kwa hiyo hii siku ni muhimu sana kukumbushana kwamba dunia haituhitaji sisi, Yes. Sisi ndo tunaihitaji dunia. Ukimaanisha nini Dokta? Kimaanisha kwamba maisha yetu, kila kitu tunachokifanya, sisi ndo tunaihitaji dunia. Tunaihitaji dunia kwa sababu ya hewa safi tunayovuta. Tunahitaji dunia maji tunayokunywa. Hivi tukizungumzia hii teknolojia ya akili mnembe, AI, ina faida nyingi sana. Lakini kumbe ile teknolojia inahitaji hizi wanazoita data centers. Hizi data centers tu, kwa mfano, kuweza kuitengeneza hiyo data center na yale mahitaji yake, inaonekana kwamba inahitajika eneo kubwa, zinatumia maji mengi sana kwa ajili ya kupoza ile mitambo. Kwa hiyo inapunguza kiasi cha maji ambacho tunaweza tukakitumia kama binadamu kwa shughuli nyingine. Lakini pia inapelekea uchafuzi wa mazingira, sauti na kelele zinazotoka katika hizo data centers. Kumekuwa na kampeni kubwa, kwa mfano katika nchi kama Marekani, jamii kupinga kuwa na hizo data centers katika maeneo yao. Lakini ukiangalia unaona kwamba lengo lilikuwa ni zuri. Tunataka hii teknolojia kwa sababu hii akili mnembe inatusaidia sana, katika kuchakata taarifa zetu, katika kutatua matatizo mbalimbali tulionayo na kadhalika. Hata ukija katika masuala mengine ya maendeleo, kwamba tukuze uzalishaji wa chakula, tuongeze maeneo ya kilimo, lakini unakuta kwamba kinachofanyika ni kwamba lengo ni zuri, zalisha chakula zaidi, watu wapate chakula waweze kuishi, lakini tunafanyaje? Tunaenda kukata maeneo ambayo kuna misitu iko pale, tunapanda mazao ambayo yanatumia maji mengi sana, tunatumia madawa, tunatumia mbolea ambazo zinaenda kuchafua vyanzo vya maji, zinaathiri viumbe vya bahari na viumbe vingine ambavyo vinaathiriwa na hayo madawa tunayoyatumia na kadhalika. Lakini ukiangalia lengo ni tuzalishe chakula, watu wapate chakula. Kwa katika kila kitu ambacho tumekifanya katika hiki ambacho tunakiita kwamba tunataka kujiletea maendeleo, tumekuwa tukijiletea maendeleo ambayo sio maendeleo endelevu. Lengo ni zuri, leta maendeleo, lakini yamekuwa ni maendeleo ambayo yanaharibu mazingira. Sasa kwa upande wa pili, mwenzangu kauliza kuhusu mambo ambayo yanaharibu. Mambo gani ambayo yanairejesha dunia kwenye asili yake? Dunia inaweza ikarudi kuwa katika hali nzuri, na kwa kauli mbiu ya mwaka huu inayosema kwamba our power, our planet, yani nguvu yetu, sayari yetu ama dunia yetu. Hii ndio inatukumbusha kwamba kuna vitu ambavyo tunaweza tukavifanya ambavyo sasa ndio vinarudi taifa na kimataifa, na kwamba nguvu hiyo tunayo, uwezo huo tunao wa kuja pamoja na tuweze kushirikiana kufanya vitu ambavyo inabidi tuvifanye. Hivyo vitu nachelea kuvitaja kwa sababu ni vitu ambavyo nahisi kama vinakuwa vinafahamika siku zote. Labda tu niziseme hivi. Kwa mfano, mara nyingi tunaona matatizo ya mazingira
labda ni matatizo ya watu wengine, mahali pengine na wakati mwingine, lakini sio tatizo ambalo linanihusu mimi. Ndio. Ila kadiri siku zinavyozidi kwenda, tunaona kwamba haya matatizo au athari za mazingira, za uharibifu wa mazingira, sio za watu wengine mahali pengine au katika muda ujao, tunayaona kila siku katika maisha yetu. Mkaazi wa Dar es Salaam kwa mfano anaona mvua zikinyesha jinsi kunavyokuwa na mafuriko na shughuli zake, mizunguko yake, utaratibu wake wa maisha unavyoathirika kutokana na hayo. Mvua za hivi karibuni tu kwa mfano zimesababisha maporomoko, mmomonyoko wa ardhi katika maeneo kama ya Same, Mombo na kadhalika. Kwa hiyo mtu pale anaona kuna madaraja ambayo yamekatika, hii njia ya kutoka Morogoro kwenda Iringa, maeneo ya Mikumi pale. Kuna maeneo mengine kumekuwa na mafuriko ambayo yameathiri mazao. Kwa hiyo unaona kwamba hili ni tatizo sio la mtu mwingine mahali pengine, ila kila mtu Tanzania hii anaiona na ulimwenguni kote. Kwa hiyo tufanye nini sasa? Kitu cha kufanya kwanza, tukiwa na hiyo dhana, tukiwa na huo mtazamo kwamba hili ni tatizo langu mimi pia na linaniathiri mimi, na kwamba inabidi nifanye kitu ili kufuatilia. Nenda kwenye ofisi za NEMC, fuatilia, waambie kwamba hapa petu kuna hiki kinatokea. Huo ni wajibu wako pia. Kiongozi wako unakwenda hivyo mpaka ngazi ya kitaifa mpaka kimataifa. Kila mmoja akiwa na huo mtazamo katika nafasi yake, anaweza akamsukuma mtu fulani ambaye anatakiwa kuchukua hatua fulani aweze kuchukua hatua, kwa sababu sisi ndio tumesababisha tatizo, sisi ndio tunaathirika na sisi ndio inabidi tutatue. Ndio maana anasema nguvu yetu. Kwa hiyo nguvu yetu sio ya kuangalia labda wabunge tu na mawaziri, hapana, ni kuanzia mtu mmoja mmoja mpaka kimataifa. Okay. Lakini umegusia hapo katika kukumbushana nguvu yetu, matendo gani mengine ambayo tunaweza tukayafanya hasa katika shughuli zetu za kibinadamu za kila siku na ikawa ni sehemu ya nguvu yetu katika kuilinda dunia? Labda nitumie mfano mdogo wa kiuchokozi. Siku kama ya leo, watu wengi, makampuni mengi wanapenda kwenda kufanya shughuli za usafi wa mazingira katika kuadhimisha hii siku, na mara nyingi tunapenda kwenda kwenye fukwe, beach, kufanya beach cleaning kama sehemu ya kuadhimisha. Tunaokota ule uchafu pale, kuna chupa, kuna maboksi, makasha mbalimbali na kadhalika. Labda tujaribu nguvu yetu kwa kufanya kitu tofauti kwa mwaka huu. Kwa wale ambao wanafanya, ikiwapendeza, kusanyeni hizo takataka, halafu sambaza ile, watu waweze kuona kwamba kumbe hizi chupa tunazoenda kuhangaika kusafisha, kuziokota kila siku, chanzo chake ni soda. Soda gani? Soda hii, na wanaziona pale. Au kama ni maboksi yanaonekana pale. Hiyo itaweza kuangazia chanzo cha haya matatizo ya uharibifu wa mazingira au uchafuzi wa mazingira ni kipi. Huo ni mfano tu kwamba mmeenda tu pale beach, mmeziokota, mmezipanga katika kuandika jina la aina ya hiyo bidhaa. Halafu mnaipiga picha, mnaisambaza, watu wataona kumbe chupa nyingi ambazo zinachafua bichi zetu ni kutokana na kinywaji cha aina hii. Inawezekana kikifanyika kitu fulani kutoka kule kwenye hicho chanzo inaweza ikapunguza tatizo, lakini vinginevyo tutaendelea na hizi shughuli za kila siku. Inapokuwa siku ya mazingira, inapokuwa siku ya dunia, watu wanakwenda wanapanda miti, wanakwenda wanaokota hizo chupa, lakini hawaendi kushughulikia chanzo cha hili tatizo ni nini. Ambacho kitu gani ambacho kinaweza kufanyika, Dokta? Tukishajua kama chupa hizi ni za bidhaa fulani ama mifuko hii ni ya bidhaa fulani, nini ambacho kinatakiwa kifanyike? Kwanza ile ku raise hiyo awareness ya kuonesha kwamba badala tu ya kujipiga picha na kusema kwamba tulikuwa beach leo, tumesafisha, tumevaa gloves zile, tumeokota hizi takataka, tumejipiga picha, tumesema tumesafisha beach, tumeondoka. Kwa kuonesha kwamba hizi chupa au hii mifuko ni ya aina gani na chanzo chake ni kipi, tumepiga hatua fulani. Kule zinakotoka watajiuliza, kwa sababu hizi ni bidhaa za kibiashara. Tayari pale mtu ataona kumbe nikinywa ama nikitumia bidhaa fulani ninaweza kuchangia katika uharibifu wa mazingira.
Okay. Kwa hiyo yule anayetengeneza kwamba kwa mfano, kwa nini kuna aina fulani ya chupa ambazo haziokotwi, zinaachwa na zinazagaa? Ni kwa sababu hata hawa wanaoenda kufanya ile recycling, zile chupa, mlipoenda kupanda miti, muende mkatupigie picha na mtuoneshe ni miti mingapi kati ya ile bado iko hai na inaendelea kukua. Kwa sababu hizi kampeni za kupanda miti na zenyewe zimekuwa kwamba watu wanaonyesha tu miche, wanapiga picha, wamechimba mashimo, wanapanda ile miti, hatuoneshwi baada ya muda kama ile miti imestawi, imekua na ipo. Kwa hiyo hatua mojawapo ni hiyo, kwamba ndio tunakumbushana, lakini hebu rudini pale ambapo mlienda miaka 5 iliyopita mkaenda kupanda miti, mje mtuoneshe ile miti bado ipo. Sio pia itaweza shimo na kuweka mche. Exactly. Hiyo itaweza kutusaidia kupiga hatua nyingine, ili hizi kampeni za kupanda miti ziwe ni kampeni ambazo zinatija kweli. Badala ya unaipanda miti inakufa, halafu mkija mkipanda mingine tena, na pesa mmetumia na muda mmetumia, mnaona kwamba mmefanya kitu kizuri. Lakini kama tunafanya vitu vizuri, kwa nini tunavifanya hivi vitu vizuri halafu matatizo bado yapo? Yes. Ina maana kuna shida mahali fulani. Sasa Dr., hebu tuzungumzie kidogo kuhusu ukuaji wa miji, urbanization, ambao studies zinaonyesha kwamba miji inakuwa kwa kasi 5% kwa mfano nchini Tanzania, na ukiangalia kwa makini pia study hizo zinaonyesha kwamba miji inavyokuwa kunakuwa na miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inatekelezwa ku-urbanize, kuzidi ku-urbanize ya maeneo. Kwa mfano ukiangalia Dar es Salaam utaona kuna mabarabara yanajengwa, madaraja nini, na ni mara chache sana utashuhudia kwamba hizi projects ama haya mambo yanayoendelea ya kukuza miji yanakwenda sambamba na kuboresha mazingira. Kwa maana mara nyingi utakuta zaidi ni kuharibu mazingira, kwa sababu unapopitisha barabara utakata labda miti iliyokuwepo pale ili upitishe barabara. Sasa na hilo pia kama ukiangalia katika miji mingi ya Afrika utakuta unavyoenda mijini zaidi ndivyo unakuta mazingira mabovu zaidi, joto kubwa zaidi, miti hakuna. Ili Afrika, ili uende katika sehemu ambazo ni mazingira yako mazuri, uende kijijini. Sasa nataka nijue mtazamo wako kuhusu hili. Shida hasa ni nini, na ni kitu gani kinaweza kikafanyika kwamba hii kasi ya ukuaji wa miji iende sambamba na kasi ya kuboresha mazingira? Asante sana. Uko sahihi kabisa, na miji inaendelea kukua, idadi ya watu inaendelea kuongezeka. Kwa mfano katika hizo takwimu kuna namna ambavyo tumezichambua kidogo hizi takwimu sisi katika taasisi ya Twaweza, na tulikuwa tunaangalia tu kwamba idadi ya vijana ambao wanatimiza miaka 18 kila siku, kila wiki na kwa mwaka mzima. Yes. Na tukaona ile idadi kwa Tanzania, Kenya na Uganda kwa mwaka mzima, kwa wiki kwanza ni takriban kama vijana 80 kila wiki wanakuwa wanasherehekea birthday zao za kufikisha miaka 18. Kwa mwaka mzima ile idadi yake kwa Tanzania, Kenya na Uganda, yes, ni sawa na idadi ya wakazi wa jiji kama la Kampala. Kwa hiyo kila mwaka tu tunazalisha Kampala mpya yenye watu wenye miaka 18 tu. Kwa hiyo inakuonesha picha ya namna ambavyo idadi ya watu inaongezeka na majiji yanazidi kukua. Kwa hiyo sehemu kama Shinyanga sasa hivi watu wanaweza wakawa sio wengi, lakini kutokana na huu ukuaji ina maana na yenyewe itakuwa mji mkubwa. Na ukiwa mji mkubwa ndio inakuja na hizo athari. Tatizo linasababishwa na nini? Tatizo linasababishwa na kwamba sio kwamba hatujui tunatakiwa kufanya nini. Tuna wataalamu wa mipango miji, tuna wataalamu wa masuala ya idadi ya watu, ongezeko la watu na kuweza kupanga. Yes. Wanajua miundombinu gani itahitajika wapi na lini. Na tukienda katika michoro ya jinsi ambavyo hiyo miji imepangwa, ile michoro ipo. Mara nyingi utaona yakitokea mafuriko Dar es Salaam, watu wanaibua michoro ya Dar es Salaam ya miaka ya nyuma kuonesha jinsi ambavyo Dar es Salaam ilikuwa imepangwa, hapa pawe nini, hapa pawe nini. Lakini katika utekelezaji ndio inakuja kwamba hatufuati ile mipango miji. Ndiyo. Na hatufuati ile mipango miji kwa sababu anuai. Uwezo wa taasisi, uthubutu wa taasisi zinazotakiwa kusimamia
zinashindwa kufanya hivyo. Kuna masuala ya rushwa na ufisadi, watu wanachukua maeneo kwa sababu wana nguvu za kiuchumi, wana nguvu za kisiasa, wanajenga vitu visivyostahili kujengwa katika maeneo fulani, lakini kwa sababu tu wao wana nguvu za kiuchumi na kisiasa wanafanya hivyo. Msasani katika ramani ya Dar es Salaam inaonyesha kwamba Msasani, bonde la Mpunga kwa mfano, kwa nini yamejengwa majumba ya kifahari namna ile? Au maeneo ya kule Bahari Beach Mbweni, yes, ambako baadaye kukaja kutokea mafuriko na nyumba nyingi sana, nyingine mpaka leo hazikaliki baada ya yale mafuriko na matope ambayo yaliingia. Lakini wale walipewa vibali wakaenda wakajenga kule. Sio kwamba pale palikuwa hapafahamiki kwamba hutakiwi kujenga pale, inafahamika kwamba hutakiwi kujenga pale na mipango ipo, lakini utekelezaji wake ndo unakuwa shida. Sasa utekelezaji wake ndo hizo sababu za wenye nguvu za kiuchumi na kisiasa ndio wanaoenda kubadilisha ama kuathiri ile mipango ambayo tunayo. Kuna miji ambayo inaendelea kukua, sio kwamba hatuna hiyo mipango. Dodoma kuwa serikali yote kuhamia Dodoma imepeleka idadi ya watu kuongezeka kule, na ule mji wa Dodoma ulikuwa umepangwa vizuri sana. Ile CDA, Capital Development Agency, iliyoanzishwa tangu enzi za Nyerere, ilikuwa imeipanga Dodoma vizuri sana, na wanajaribu kuendelea hata sasa kuipanga Dodoma, lakini bado kuna maeneo hata Dodoma ambako kuna ujenzi wa kiholela wa makazi ya watu, wa viwanda, wa miundombinu na kadhalika. Kwa shida hapo inakuja kwamba wanaosimamia utekelezaji wa hiyo mipango miji hawafanyi wajibu wao. Taasisi nyingine zinazoweza kuleta masuala ya kufuatilia uwazi na uwajibikaji wa kuweza kuona kwa nini hiki kimefanyika hapa na hakikutakiwa kufanyika hapa, na wenyewe pia hawana uwezo wa kufanya hivyo kwa kiasi kikubwa. Ndio maana hii kauli mbiu ya mwaka huu inayosema nguvu yetu inakuwa ni muhimu sana. Nguvu yetu kwa maana ya kwamba hata vyombo vya habari kama nini mnachokifanya cha kuweza kuangazia kama haya, hii ndio nguvu yenu ya kuweza kuyaweka bayana na kuonesha kwamba mipango ipo, athari tunazijua, lakini hatuifuati. Nani anayetakiwa kuwajibika katika hili? Yeah. Kwa hivyo sio tu mwananchi mmoja mmoja ambaye anaweza kuonesha nguvu yake kwa ajili ya kuilinda dunia, lakini ziko sera mbalimbali, mipango ambayo inatakiwa kutekelezwa vile ambavyo inatakiwa. Nini ambacho unaweza ukakizungumza Dokta, ukitoa wito kwa serikali ili kuweza kunyoosha hizo kona ambazo zipo katika upangiliaji wa miti, upangiliaji wa miji na kuilinda dunia yetu? Swala la kuilinda dunia lisiangaliwe kwamba labda ni swala la mazingira tu peke yake. Ni swala la uhai wetu, na uhai wetu, kila mmoja wetu ana jukumu la kufanya, na ili kila mmoja aweze kufanya jukumu lake inabidi tuwe na mazingira wezeshi ya kuweza kufanya hilo jukumu. Kuna ambaye ndio ana budget, ana hizo rasilimali za kuweza kutekeleza. Kuna mwenye ufahamu, utaalam fulani katika jambo fulani, na yeye aweze kufanya hivyo. Kuna ambaye jukumu lake ni ufuatiliaji wa kuweza kuona, je, kile kilichotakiwa kufanyika kimefanyika, naye aweze kufanya hivyo. Kwa hiyo katika hii kauli mbiu ya kusema nguvu yetu, kwanza inatukumbusha kwamba hii nguvu yetu sio tu kwenda kupanda miti na kuokota chupa baharini, lakini pia kuwawajibisha wale wanaotakiwa kuwajibika. Ikiwa ni katika masuala ya mipango miji, wananchi katika mitaa wanapokaa katika vikao vyao vya mtaani, serikali za mitaa waweze kuwa na sauti ya kuhoji na kushauri nini kifanyike pale. Kama kuna mwekezaji amepewa eneo kwenda kufanya uwekezaji katika eneo lao, wananchi wawe na taarifa zote za kutosha, na kama ni kitu ambacho hawakielewi waeleweshwe. Kama ni kitu ambacho hakiwapendezi waweze kujisikia huru kuweza kusema kwamba huyu mwekezaji hapa, hiki kiwanda kwa kweli kitakuwa na athari kwa watoto wetu, kitakuwa na athari kwa mifugo yetu, kwa maji, usalama wetu na kadhalika. Lakini sasa hivi hatujihisi kuwa na nguvu
ya kuweza kuzungumzia, kuyaweka bayana tunayoyaona katika jamii zetu na kujua nani wa kuweza kufuatilia, kumwajibisha. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali ni kwamba hili jukumu, tunaposema nguvu yetu, haimaanishi ni nguvu ya serikali peke yake, ni nguvu ya kila mtu mahali popote alipo, taasisi za kiserikali na zisizokuwa za kiserikali. Serikali ina wajibu na jukumu kubwa sana katika kuhakikisha kwamba wadau wote wanatekeleza wajibu wao katika kuilinda dunia yetu. Sasa ilivyo bahati Goodluck, tunazungumza haya ikiwa jana waziri wa muungano na mazingira anatoka kuwasilisha bajeti yake bungeni, bajeti ya mwaka wa fedha 2026/27 bilioni 76.68 zikipendekezwa kutumika katika bajeti hiyo, lakini pia waziri amesema miongoni mwa vipaumbele ni kuangazia masuala ya mazingira na tabia nchi. Hii wizara ya muungano pamoja na mazingira unaiona pia katika nafasi gani, Dokta, tukiwa tunaizungumzia siku hii? Wizara ya muungano pamoja na mazingira, kwanza ambacho ningependa kusema ni kwamba swala la mazingira, tukiangalia hata kuundwa kwa wizara yenyewe kipindi cha nyuma, na kwamba swala la mazingira liwekwe wapi, tulikuwa hatujalipa kipaumbele vya kutosha. Ndio maana ilipoonekana tu makamu wa rais kipindi kile marehemu Dr. Omar Ali Juma, kwa sababu anapenda masuala ya mazingira, akapewa ayasimamie masuala ya mazingira. Haya, sasa hivi tumeunganisha muungano na mazingira, lakini hapo kama tungeweza kupata mchanganuo wa hiyo bajeti ya bilioni hizo 70 na tuone kiasi gani kitakwenda katika masuala ya muungano na kiasi gani kitakwenda katika masuala ya mazingira. Nina uhakika na niko tayari kukosolewa, kiasi kikubwa kitakwenda katika masuala ya muungano na kiasi kidogo kitakwenda katika masuala ya mazingira, ambayo bado inaendelea kuonesha kwamba hatuipi kipaumbele cha kutosha. Katika hiyo bajeti vile vile labda tuangalie zile zinazoitwa shughuli za nini za kawaida, ni kiasi gani kati ya hiyo 76 umesema, halafu zile ambazo zinakwenda labda katika miradi, mipango ya kimkakati katika hiyo wizara ni kiasi gani. Kwa hiyo sawa, ni kitu kizuri, tunaisikia hicho kiasi ambacho kinatajwa hapo, lakini inabidi tuweze kukichambua zaidi. Lakini si haba kwamba angalau kuna wizara ambayo inataja mazingira. Kwa kuwa tu inataja mazingira, basi hiyo inaweza ikatupa mahali pa kuanzia, na wao sasa jukumu lao ni kutuhakikishia kwamba wanatengeneza mazingira wezeshi ya kisera ili usimamizi wa mazingira uweze kufanyika vizuri, athari zozote zinazosababishwa na shughuli mbalimbali za maendeleo na kadhalika ziweze kushughulikiwa. Tumeingia katika mikataba mingi ya kimataifa, watu wanaotoka katika hii wizara wamekuwa wakituwakilisha, na tumetia nia ama tumeridhia katika masuala mbalimbali, lakini bado inapokuja katika utekelezaji tunakuwa tuko nyuma, na mojawapo ni kwamba kumekuwa na malalamiko kwamba masuala ya mazingira hayatengewi budget hasa katika ngazi za halmashauri. Sasa Dokta, nakushukuru sana. Tayari tuko nje ya muda, lakini tungezungumza vizuri pia kuhusu uchanganuzi wa bajeti hii, ikiwa bilioni 10 ndizo ambazo zitaenda kuangazia mazingira hasa katika zile 76 10 ndo zinaenda kwenye mazingira. Nilihisi tu 10 kwenye mazingira, 66 ndo masuala ya muungano. Sasa Dokta, tunakushukuru sana. Tumezungumza hapa kuhusu siku ya dunia hii leo, tukiangazia namna ambavyo tunaweza kuifanya dunia ikawa ni sehemu salama, tukizungumza naye hapa Dr. Barwan Mshala.